na kati ya hizo projects and programs, one of them being the environmental conservation. Conservation of the forests is the way to go, because bila mazingira kuboresha yote ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba hewa ni safi, mazingira ambayo tunafanyia kazi ni masafi, hata sisi wenyewe tutakuwa wasafi. Because unafanya course about too theoretical, memory based, mpaka unajipata ya kwamba hakuna kazi. So the government has come up with another modern, a new strategy, technical training based, result based, practical based, so that you do things practically with a strategy, with a target. Having identified a gap, then you meet the results. It's not a question of planting the trees alone. It's a question of planting the trees and nurturing the trees to maturity. Because again, if you plant the trees and you do not take care of the trees, then a lot of animals will come and will interfere with the growth of the trees. We are here to tell you that it is possible. We are here to tell you that you are a youth. We are here to tell you that you have a task to do. We are here to tell you that if you have become practical, then you are not only going to be a future leader, but you start leadership skills right where you are. Must be tethered, they must be nurtured so that we get results in the future. Training Institute, na lengo yetu leo ni kuhakikisha ya kwamba tume-express the government procedure and program about conservation of environment. Tree planting is our cardinal duty today. We want to join the rest of the country to ensure that this country attains the 40%. In fact, we are not even talking about the 10%. We need to go beyond that. We need to surpass that, because the last data that we received, that was the year 2000, said that Migori has 0.64%. Since that time, 20 years, we have moved from 0.6. I believe we must be 2 to 3%, and we want to move to 10%. The specific percentage that the government is asking us to do. So today we've been able to ask this institute to help us plant at least 1,100 trees, and the ones that we are not going to make, we are going to leave it with the students, so that this primary school, the secondary and the institute can join hands, so that we come up with one wood rot that is going to help this environment to change. We are trees, but we are also saying let us plant even the fruit trees so that we can get the fruits that we need. It is part of the Big Four agenda, the food sufficiency. We also want to ensure that wood or trees are going to be a raw material for our industries, our local industries. We realize that we want to change this environment where we have students going to universities and getting theoretical courses which add up to the students not getting jobs. We want to ensure that these students are going to come to technical training institutes like the one we have today, so that they get practical knowledge, practical skills that is geared towards self-employment, national employment. You can even go to international employment opportunities, as opposed to the one that was so theoretical that it was geared towards employment in offices. So this is very important that we tell the students that technical training institutes is the way to go, so that they acquire the skills that are going to be very, very, very practical. So it is going to be inclusive. All government departments are going to team up so that we own up this process. It is very, very important. That's why you have seen our NGOs, you've seen our national government, you've seen in the morning we had even the county government. Even the forest department is the lead agency, so that even the
the institute that does the research is also part of, so that everybody owns up this process. We are going to achieve our target. We have a target of 3,000 this time, and during the rainforest we have about 3,000 to 4,000, which we are going to ensure we plant. So in total, around 5,000 to 6,000 is going to be planted between now and April next year. That is our target. Of course, we are going to introduce it to the students when they open up school next week, so that they also help us to plant these trees, not only in schools, but also in other institutions, and even along the roads. We have the road reserves where we can plant trees with the community. And the community can help us to ensure that we tether these trees. So it's not a question of planting the trees only. It's a question of tethering the trees, watering, and in fact, if possible, we ensure that we have an enclosure, so that these trees are protected from the animals, being tampered with by the animals. Na katika hii county nasimamia idara inaitwa Kenya Forest Service. Kenya Forest Service ni idara ambayo imekabidhiwa jukumu na serikali ya Kenya ili kuangalia mambo ya miti na kwa ujumla vile miti inaweza kutumika kuchunga mazingira. Mnavyojua na inasemekana kwamba kwa muda mrefu miti hapa kwa nchi yetu haijakuwa ikitumika vizuri sana, na kwa hivyo ile percentage tree cover kwa nchi yetu ya Kenya ni 7%, 7 point something, lakini tunataka tuifikishe 10%, na hilo ni matakwa ama vision ya Wakenya ambayo iliwekwa katika katiba ya Kenya, Constitution of Kenya. Na pia ukiangalia katika ile Vision 2030 pia inasema kwamba tunatakana tufikishe 10% above by 2030. Lakini ni kitu ambacho tunaweza kuaccelerate ikiwa tutaungana sote. Maana sasa Kenya Forest Service kama idara pekee yake haiwezi kuchukua ile jukumu zito na ifanye kazi kivyake. Lazima tuungane na other stakeholders ama washikadau wengine. Washikadau wengine ni kama communities zetu, especially communities are the greatest stakeholders. Na katika Awendo tuna mlima kama ule tunaona pale mbele. Huo mlima uko chini ya Kenya Forest Service, kwa hivyo it's a public hill. Na sana huwa tunataka kwamba wale wananchi ambao wako karibu na huo msitu watengeneze vile kitu tunaitwa Community Forest Association. Na mimi nimeona kwamba chairman wa hii board ni mtu ambaye tunaweza kumtumia kuweza mobilize wananchi wale wanakaa around hiyo kutengeneza Community Forest Association, so that can attract resources kuweza kudevelop na kuhifadhi ule msitu. Kwa hivyo nafikiri in the next stage tujenue tuheshima. Those are some of these things we want to put into this county so that we can be able to grow our tree cover. Mimi sioni kwa nini watu wanasema hawana pali ya kupanda miti. Maana hata ukikaa hapa ukiona kwa barabara ni sehemu ambayo tunaweza kupanda miti along the roads. Kwa boundary yetu ya mashamba, sijui kwa nini lazima tutumie makonge kuweka boundaries. Tunaweza kuweka miti, si lazima tuweke makonge, hata miti inaweza kutumika. Na kuna miti ile KEFRI wamesema mnaweza kupanda na isiharibu mimea. In fact inaongeza rutuba kwa mchanga na inasaidia mashamba yetu. Kwa huu msimu mfupi wa kupanda mvua tutaconcentrate sana kwa mashule. Mvua imeanza, shule zinafunguliwa next week. Tusha promise coordinator wetu ambaye ndio county commissioner
kwamba tutaenda kwa mashule na tutawapatia miche ili waweze kupanda, lakini sasa kuna jukumu la kuchunga hii miche. Kwa hivyo tunahimiza hapa kwamba mashule tu wakuwe na environmental clubs, na nimefurahi sana tumekuja hapa Sikri tukapata kwamba already there is an existing environmental club. Kweli ama urongo? Na kama iko, kwa hivyo that will be our entry point. Maana pia na promise kwamba tunataka kutengeneza at least a model nursery hapa, hiyo ambayo ikuwe kama model ambayo sasa wananchi wanakuja hapo wajisomeshe, waende wakaanzishe huko kwao. Ukiwa na other stakeholders nafikiri tutafanya hiyo, na nasikia hata watu wa KEFRI wamekuja hapa wakaona matami yanafanya mzuri, hata wamesema wameadopt hiyo, itakuwa kama experimental plot here. Kwa hivyo ni mzuri and to making this maybe a center of excellence in terms of greening, yeah, the county. Kwa hiyo machache, bwana mgeni wetu heshima, 2 million, hata kama tutapanda wakati mwaka ni msimu mfupi sana. Maana kule msimu wetu wa muhimu ile the main one ni the long range za April. Kwa hivyo wakati huo pia tuna target ya kupanda over 3 million seeds. Na hiyo si ati KFS itapata peke yake. We've got a lot of partners ambao tunafanya nao kama World Vision wameongea hapa. Kuna other entities kama Equity Bank, tuna other government institutions like prisons, na sasa machis pia labda bwana county commission tutatimiza muhimu sisitizo hapo, tunaweza kuwapatia ile starting seed kama ni tubes hata 200 waende waanzishe kwa kwao, then they can pick up from there.